Boni Online TV. Kama tunavyofahamu, maadhimisho ya siku ya wanawake duniani hufanyika kila tarehe 8 ya mwezi Machi ya kila mwaka kulingana na ulingo na maazimio ya ulingo wa Beijing ya mwaka 1995. Mwaka huu maadhimisho haya yatafanyika hapa nchini yakiongozwa na kauli mbiu inayosema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira ya 2050. Kwa kuthamini mchango wa wanawake katika maendeleo ya jamii na uchumi hapa nchini, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imejipanga kwa namna ya kipekee kabisa katika kushiriki katika kuadhimisha siku hii adhimu ya wanawake duniani kwa kuendesha kliniki ya ardhi maalum kwa ajili ya wanawake katika mikoa yote 26 ya hapa Tanzania bara. Kliniki hii itakayotambulika kama Samia Ardhi Clinic itaongozwa na watumishi wanawake waliopo katika ofisi za ardhi za mikoa yote 26 hapa nchini. Uendeshaji wa kliniki hizi ni utekelezaji wa maagizo ambayo amekuwa akiyatoa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu kuhakikisha wananchi wanapewa huduma bora, lakini pia watumishi wa umma wanatoka maofisini na kuwafuata wananchi mahali walipo kwa lengo la kuwapatia huduma kwenye maeneo yao, na hivyo kutimiza dhamira yake ya dhati ya kutaka tufanye kazi huku tukijali utu. Kama nilivyoeleza awali, safari hii Wizara ya Ardhi tumetoa fursa ya kufanya kliniki maalum ya ardhi kwa wanawake pekee, na hivyo kauli mbiu yetu ya kliniki hii ambayo inatarajiwa kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 7 Machi mwaka 2026 inasema mwanamke haki yako, milki ardhi sasa. Na kupitia kliniki hii wizara inatarajia kutoa elimu kuhusu haki ya umiliki wa ardhi hususan kwa wanawake, lakini kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusiana na masuala yote yanayohusika na sekta ya ardhi, na vile vile kutoa huduma nyingine zozote ambazo zinahusisha sekta ya ardhi, na kwa kipekee kutoa hati milki kwa wale wanawake ambao watakuwa wametimiza masharti yote ya umilikishwaji, na kama ilivyo kawaida yetu hati zinatoka papo kwa papo. Hii pia ni hatua mojawapo ya utekelezaji wa sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 ambayo ilizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Rais tarehe 17 Machi mwaka 2025. Sote tunatambua kwamba Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara 24 kipengele kidogo cha pili inatambua haki ya kila mwananchi kumiliki mali ikiwemo ardhi. Aidha, sera ya taifa ya ardhi ya mwaka 1995 pia ilitambua haki sawa katika kumiliki ardhi, lakini iliweka fursa ya kuzingatia taratibu za mila na desturi pamoja na tamaduni za eneo husika katika taratibu za umilikishaji ardhi, na hususan hili liligusa eneo ambalo linahusu urithi. Hivyo fursa hiyo ilitumika kwa baadhi ya makabila hapa nchini kama kikwazo cha kuwawezesha wanawake kupata haki ya kumiliki ardhi. Na sote sisi hapa ni mashahidi kwamba mila na desturi za makabila mengi zimekuwa zikitoa fursa zaidi kwa wanaume ikilinganishwa na wanawake, na hivyo kuwafanya wanawake wengi kubaki nyuma hususan katika eneo hili muhimu la umiliki wa ardhi. Na ili kurekebisha mapungufu haya, serikali ilifanya maboresho ya sera hiyo, na sasa tunao sera mpya ya ardhi ya mwaka 1995 lakini toleo la mwaka 2023, na kati ya maboresho ya msingi yaliyofanywa katika sera hii mpya ni kuondoa vikwazo hivi vya kuzingatia mila na desturi ambavyo viliathiri upatikanaji wa haki sawa ya kumiliki ardhi hususan kwa wanawake. Sera hii kwa sasa inahamasisha usawa wa kijinsia katika swala la umiliki lakini na usimamizi pia wa ardhi.
Vilevile mifumo ya sheria hapa nchini imeweka misingi ya kulinda haki za wanawake katika kupata, kumiliki, kutumia ardhi, lakini pia kushiriki katika vyombo vya maamuzi na ulinzi wa maslahi ya haki ya ardhi. Jitihada zote hizi zinafanywa na serikali zimelenga kuondoa changamoto ya haki ya umiliki ardhi kama nilivyosema awali, hususan kwa kundi hili la wanawake. Hata hivyo, pamoja na jitihada nyingi hizi ambazo zimekuwa zikifanywa na programu mbalimbali ambazo zimekuwa zikitekelezwa na serikali kupitia wizara yetu ya ardhi, lakini na taasisi nyingine ambazo sio za kiserikali, bado wanawake wengi hawana uelewa sahihi, hususan kuhusu haki zao zinazowalinda katika masuala ya umiliki, lakini na usimamizi wa rasilimali ya muhimu hii ya ardhi. Hivyo kupitia Samia Ardhi Clinic, wizara imejipanga kutoa elimu yenye lengo la kuwafikia wanawake wengi zaidi ili kuondoa changamoto walizonazo na kuwawezesha wanawake wengi zaidi waweze kushiriki katika kujipatia hii fursa muhimu ya kumiliki, kutumia, lakini na kusimamia rasilimali hii ya ardhi. Tofauti na sasa ambapo takwimu zinaonyesha ni kwa wastani takriban 28% tu ya wanawake wote walioko hapa Tanzania kwa upande wa Tanzania bara ndio wanaomiliki ardhi. Baada ya kueleza hayo machache, sasa nimalizie kwa kutoa wito kwa wanawake wote popote walipo nchini waweze kutumia fursa hii adhimu kushiriki katika kliniki za ardhi ambazo zitaendeshwa katika mikoa yote 26 ya hapa Tanzania bara kama nilivyoeleza awali, kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 7 Machi bila kukosa, ili waweze kupata fursa ya kupata elimu, lakini vile kupata huduma zinazohusisha sekta nzima ya ardhi. Lakini vile naomba kutumia fursa hii kuwaomba wanaume pia watoe ruksa kwa wake zao, lakini pia wawahimize wanawake kushiriki katika kliniki hii ambayo itafanyika katika maeneo yote hapa nchini. Na tunaamini kwa kunufaika na fursa hii basi kutakuwa na manufaa kwa familia, lakini na pia kwa taifa kwa ujumla, kwa sababu tunaamini siku zote kwamba ukimwezesha mwanamke umeiwezesha familia, lakini vile umeliwezesha taifa. Asanteni kwa kunisikiliza. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.